Mheshimiwa wa Mokenya TV mahali popote ulipo, hujambo? Karibu katika uchanganuzi na kukueleza yale ambayo tumefahamishwa katika meza yetu ya habari. Na tunafahamishwa ya kwamba dereva wa Rais William Ruto ameweza kutiwa mbaroni. Kabla niendelee, naomba kuuliza swali na ningependa ukaweze kunijibu kwa kuniandikia katika sehemu ya maoni hapa chini. Je, ziara za Rais William Ruto katika kaunti ya Nairobi ni za maendeleo ama ni za kampeni za uchaguzi ujao wa mwaka 2027? Utaniandikia katika comment section. Kabla nizame kwa undani na kukueleza yale ambayo yanaendelea, naomba kushukuru wote ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo. Mzidi kufunguliwa milango ya mibaraka na Mwenyezi Mungu akae katika kiti cha enzi. Naomba tu ukaweze kutupea a like. Naomba tu kwa unyenyekevu utupea a like, ukipenda thumbs up katika kanda hii. Na ikiwa wewe ni mgeni ama umekuwa ukitazama lakini bado haujasubscribe katika channel yetu ya Mokenya TV, kuna kitufe hapa chini kimeandikwa subscribe. Bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribed. Na kando yake kuna kengele. Bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mokenya TV, maana utakuwa unapokeza notification ya kufahamisha kwamba Mokenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazamwa. Asante kwa kutia ombi langu na sambaza hii kanda kwa grupu moja ama mbili katika mtandao wa WhatsApp. Karibu ili niendelee kufahamisha yale ambayo yanaendelea katika taifa letu la Kenya. Na ikumbuke kwamba Rais William Ruto alianzisha ziara zake rasmi katika kaunti ya Nairobi siku ya Jumatatu mapema wiki hii, na ziara hizo zimefika mwisho. Lakini siku ya Alhamisi, wakati msafara wa Rais William Ruto ulipokuwa unatoka katika eneo bunge wakilishi la Rangata kuelekea eneo bunge wakilishi la Kibra, msafara huo uliweza kukumbwa na changamoto hapa na pale, wakati gari moja la rais ama gari moja kwa yale magari yaliyokuwa katika msafara wa Rais William Ruto liliweza kumgonga mwanaume wa umri wa miaka 79 ambaye ni raia kutoka taifa lile la Uingereza, na akaaga dunia papo hapo. Tunaarifiwa ya kwamba Charles Frederick mwenye aliweza kuaga dunia katika barabara hiyo ya Ngong Road, mwili wake uliweza kupelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha ali uchunguzi unapoendelea. Lakini tunafahamishwa kwamba dereva yule ambaye aliweza ama anadaiwa kumgonga Charles Frederick ameweza kutiwa mbaroni. Kulingana na gazeti la Citizen Digital, limeweza kuchapisha habari na kusema ya kwamba police arrest driver in President Ruto motorcade accident that killed a foreigner as victim identified. Gazeti hili linaendelea kuchapisha na kusema ya kwamba police officers have arrested the driver of a vehicle in President William Ruto's motorcade that hit and killed a foreign national along Ngong Road on Thursday. Police sources privy to the matter told Citizen TV that the driver, whose identity was not revealed, was shortly released on a cash bail as he awaits to be arraigned in a court. Yani, kwa lugha ya Kiswahili, maafisa wa polisi waliweza kumutia mbaroni dereva aliyedaiwa kumgonga na kumuua mtu mmoja ambaye ni raia wa taifa lile la Uingereza. Baadaye tunafahamishwa ya kwamba jina lake bado kutambulika na aliweza kuachiliwa kwa dhamana huku akisubiriwa kufikishwa mahakamani. Na sasa Rais William Ruto alianzisha shughuli
za kufanya ziara katika kaunti ya Nairobi siku ya Jumatatu, na kufika leo siku ya Ijumaa, Rais William Ruto alikuwa katika eneo bunge wakilishi la Makadara. Wakati rais alikuwa katika eneo bunge hilo la Makadara, aliweza kufungua ama kuanzisha miradi mbalimbali ya maendeleo. Naomba tusikize Rais William Ruto vile alimaliza shughuli zake za ziara katika kaunti ya Nairobi akiwa katika eneo bunge wakilishi la Makadara. Ni kipi hiki ambacho aliweza kukisema? Tusikize. Mbali na hiyo program ya Nairobi River Regeneration, pale tutaajiri vijana 50,000. Vijana mpo? Mimi nataka wewe George Aladwa, make sure katika hiyo program ya Nairobi River Regeneration vijana wasiopungua 3,000 4,000 wa Makadara wameunganishwa na hiyo kazi, wafanye kazi pale, wajisimamie. Tunaelewana jameni? Mimi najua watu wa Mtwindo hapa wanataka tuwatengenezee soko. Ni kweli ama si kweli? Basi mimi nitatumana mama anaitwa Alice Wahome, waziri wangu wa kujenga mambo ya soko. Atakuja kupanga mambo ya soko yenu. Next week atakuwa hapa. Alafu mtaniambia tunataka tujenge hiyo soko njia gani. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi na kukueleza yale ambayo yanaendelea katika taifa letu la Kenya. Ikiwa wewe ni mgeni na umekuwa ukitazama maybe lakini bado hauja subscribe katika channel yetu ya Mokenya TV, kuna kitufe hapa chini kimeandikwa subscribe. Bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribe. Kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kada zote pindi tu tunapozigua katika mtandao huu wa Mokenya TV, maana utakuwa unapokeza notification ya kufahamisha kwamba Mokenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazamwa. Sambaza hii kana kwa group 1 2 3 katika mtandao WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook ili tuendelee kujulisha wengi zaidi. Tukutane katika kanda ambayo nitatengeneza hapo baadaye. Bye bye ladies and gentlemen.